Mungu anachagua kile anachokitaka, lakini sio kile unachokitaka wewe. Kwa nini Mungu hupendelea kuchagua watu au pengine vitu au mambo ambayo dunia huyakataa? Ndugu zangu, jibu lake tunalipata katika mafundisho ya tarehe ya leo, tarehe 1 mwezi Juni, tafakari ya masomo. Na ninakuomba ubaki mpaka mwisho. Ile pointi ya 3 ndiyo ni ya muhimu zaidi katika tafakari hii. Ndugu zangu wapendwa, maandiko matakatifu siku hii ya leo, somo la kwanza linatoka barua ya kwanza ya Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya 1 aya ya 2 hadi ya 7. Lakini pia katika somo la injili ya siku hii ya leo ni ya Marko sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 12. Kwa nini Mungu hupendelea kuchagua mambo ambayo dunia inayakataa au pengine kuchagua watu ambao dunia haiwakubali? Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika somo la injili Bwana wetu Yesu Kristo anatuletea mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa na shamba lake la mizabibu, ambaye ameingia gharama kubwa kuliandaa. Tunaambiwa kwamba amezungushia ugo kwa ajili ya kulinda shamba lile dhidi ya maadui au wezi, lakini pia amechimba shinikizo ndani yake ili kuzuia wanyama wasiingie na kuharibu mazao, lakini kaweka mnara juu ya ulinzi kwa ajili ya kuangalia kama kuna maadui wanaweza kuingia. Sasa ndugu zangu wapendwa, pale wanatajwa kwamba kuna wakulima pia waliajiriwa katika hili shamba, lakini baada ya kufanya kazi hiyo, yule bwana wa shamba akaamua kuwatuma watumishi mmoja na baada ya mwingine, na baadaye akamtuma mwanawake wa pekee, lakini wote hao wakulima walikuwa wanawaua. Ndugu zangu wapendwa, hilo linatufundisha nini katika maisha yetu? Mwenyezi Mungu huwa anazungumza nasi kila wakati na anatutumia watu na hata anatumia mazingira mbalimbali ambayo yanatupatia mafundisho ya kubadili maisha yetu. Wakati mwingine Mungu atamtuma mzazi wako na hata mwalimu wako. Wakati mwingine anaweza kawa ni padri au mtumishi wa Mungu au mchungaji. Wakati mwingine rafiki yako yoyote yule. Lakini leo pia tunaletewa mtumishi mwingine ambaye ni Mtakatifu Yustini. Ametufundisha mambo yanayotufaa kwa ajili ya uzima wa milele, kwamba Mkristo unapaswa kuitetea imani yako hata jikupasa kufa, kuchagua mambo ya Mungu, sio yale ambayo tunayataka sisi wenyewe. Ndugu zangu wapendwa, katika jambo la pili ambalo tunajifunza katika maandiko haya matakatifu siku hii ya leo ni kwamba jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Na kwa namna hii tunaona katika ule mfano ambao Bwana Yesu ameutoa, alikuwa anazungumza habari ya historia ya wokovu. Hawa wakulima ni wale ambao wamekataa kupokea neno la Mwenyezi Mungu na kuliishi, wamekataa wokovu wa Mungu. Lakini pia hawa watumishi ndio wale manabii ambao Mungu aliwatuma kwa ajili ya kuwakomboa Israeli, lakini waliuawa. Lakini mwisho wa siku Yesu mwenyewe ndiye aliyekuja, aliyetumwa na Baba kwa ajili ya kukomboa ulimwengu, lakini bado Mafarisayo, viongozi wa dini na hata viongozi wa serikali walimkataa. Yeye anasema Baba atamfanya yeye kuwa jiwe kuu la pembeni. Pengine turudi katika historia. Jiwe kuu la pembeni ni kitu gani? Katika Wayahudi walikuwa na mawe ya aina mbili ambayo ni makubwa na litambulikana kama ni mawe ya pembeni, na pengine kuna jiwe moja linaloitwa jiwe kuu la pembeni na lingine ambalo ni jiwe lililokuwa linakaa juu katika nyumba. Jiwe hili la pembeni, kutokana na kwamba ilikuwa ni nchi za milima, Waisraeli wakijenga nyumba zao, unaona mara nyingi walikuwa na jiwe ambalo linaanza kama msingi wa mawe mengine yote. Ilikuwa ni jiwe la muhimu sana linalotoa mwelekeo wa nyumba kule ambako inapaswa kujengeka. Ndugu zangu wapendwa, tunapotafakari maandiko haya matakatifu tunajifunza kwamba katika maisha yetu wapo watu na hata wakati mwingine yako mambo na vitu ambavyo ni vya msingi kwa ajili ya kukua katika utakatifu na hata ukuaji wetu wa imani. Ndio tunakuja katika hilo somo la kwanza la barua ya kwanza Mtume Petro kwa watu wote, hiyo sura ya 1 aya ya 2 hadi ya 7. Petro anatupatia mpango mkakati wa kukua katika utakatifu na imani yetu. Jambo la kwanza ambalo amelitaja pale ni habari nzima ya kuwa na kiasi, ustahimilivu, kuwa na upendo, lakini pia maisha ya uchaji, kuwa na maisha ya kiasi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Hayo ndiyo ya msingi ambayo yanamsaidia mtu kukua katika imani yake na katika utakatifu. Sasa ndugu zangu wapendwa, tunapohitimisha leo hii tumevaa mavazi haya ya rangi ya nyekundu. Maana yake ni kwamba kuna mtu alimwaga damu kwa sababu ya kufanya uchaguzi sahihi. Sio mwingine, ni Mtakatifu Yustini ambaye alifundisha juu ya ukweli wa imani, ukweli wa kimungu, na hata ikampasa atoe ushahidi au achague kati ya Mungu
kumchagua Kristo au kufa, kuchagua Kristo ili afe au achague kumkana Kristo. Lakini yeye kwa sababu anaufahamu kweli na anamfahamu kwamba Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni, basi aliamua kumchagua Kristo na hata akamwaga damu yake kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu. Sasa ndugu zangu, tunavyohitimisha tafakari hii, nataka nikuulize wewe, yako mambo mbalimbali ambayo tunayachagua katika maisha yetu na ni ya msingi kwa maisha yetu ya ukuaji katika utakatifu na imani. Pengine katika maisha ya ndoa inaweza kawa ni swala la uaminifu, inaweza kawa ni swala la upendo na uvumilivu. Je, uko tayari kuchagua hayo? Dunia haiyapendi, lakini je, wewe uko tayari kuchagua? Hebu acha katika komenti hapo chini ni jambo gani ambalo unafikiri kimsingi ukilichagua basi hilo litajenga maisha yako, na kama basi ndio jiwe kuu la pembeni na kualika, basi uliandike hapo chini, sababu pengine tutafakari kwa pamoja tuweze kujua namna ya kusaidiana kuweza kuwa katika utakatifu. Jiwe alilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Usilikatae jiwe ambalo Mwenyezi Mungu amelichagua. Na kutakia wakati mwema na ufuatiliaji mwema wa Habari Njema Channel, na kualika pia ulike, share na kusubscribe katika Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza katika kupokea habari mpya na motomoto zinazokujia kwa namna ya pekee. Acha komenti yako hapo chini katika haya ambayo tumeyajadili pamoja, na kutakia wakati mwema. Kwaheri.